aliwasilisha notes ya nyongeza ya ushahidi, notes of, yani the notes of substance of evidence chini ya kifungu cha 308 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai, jambo ambalo lilikataliwa na Mahakama Kuu tarehe 24 Februari 2026, lakini mkurugenzi huyo wa mashtaka hakuridhika. Aliwasilisha maombi hayo ya marejeo katika Mahakama ya Rufani kupinga uamuzi wa Mahakama Kuu, ambapo mnamo tarehe 30 Julai 2026 Mahakama ya Rufaa chini ya jopo la majaji watatu wakiongozwa na Mheshimiwa Jaji Mwarija wametupilia mbali madai ya DPP na marejeo na kuthibitisha uamuzi uliotolewa na Mahakama Kuu kuwa ulikuwa ni uamuzi sahihi na ubaki hivyo. Wananchi wengi wanaendelea kukamatwa na kubambikizwa kesi za ugaidi na uhaini na kusota mahabusu ya vituo vya polisi na magereza kwa muda mrefu. Mfano, hivi karibuni tukio la mwanachama wa CCM kutoka wilaya ya Kwimba Mwanza, ndugu David Levy Nestori Nkindikwa maarufu kijana mzalendo aliyepinga uteuzi wa Samia Hassan kugombea urais ndani ya Chama cha Mapinduzi kwa msajili wa vyama vya siasa. Alitekwa na alikaa kwenye gari zaidi ya siku 3 bila maji wala chakula, na baadaye alitelekezwa katika vituo vya polisi vya Oyster Bay, Dar es Salaam na Kibaha mkoa wa Pwani kwa zaidi ya siku 45. Sasa anasota mahabusu bila kupata haki yake ya dhamana, bila kupata huduma, bila kupata msaada wa kisheria na bila hata kufikishwa mahakamani, huku makosa yake yakiwa hayajaelezwa bayana, huku makosa yake yakiwa hayajawekwa bayana hadi leo. Hata taarifa zake ziliporipotiwa tarehe 25 Juni 2026 kwamba ametekwa na kupotea, bado jeshi la polisi halikuweza kusema chochote, lakini baadaye imekuja kubainika kwamba huyu David Levy Nestori Nkindikwa anashikiliwa na yuko kituo cha polisi cha Oyster Bay na anahamishwa mara anapelekwa Kibaha kwenye kituo cha polisi, na hali ndio iko hivyo. Kwa hiyo mnaweza mkaona mambo ambavyo yanavyoenda na yanavyofanyika kwa ukatili mkubwa na kwa manyanyaso makubwa. Lakini hatujasahau tukio la mchungaji Dr. Godfrey Malisa ambaye naye alipinga uteuzi wa Samia kuwa mgombea kupitia CCM katika Mahakama Kuu ya Tanzania na baadaye Mahakama ya Rufaa, ambayo hii nimekuwa nikirudia mara kwa mara, lakini ilipofika Mei naye alipokuwa amekamatwa na kushikiliwa kwa muda mrefu zaidi ya miezi 6, lakini baadaye sasa mahakama ilipofika Mei 2026 ilimwachilia huru na kufuta mashtaka yake na kwamba hakuwa na hatia. Kwa hiyo naye alikamatwa tu ili kwa sababu ya chuki zile za kumshtaki Samia mahakamani na Mahakama Kuu na baadaye Mahakama ya Rufaa, basi unakamatwa unawekwa kwa sababu yeye ni mtawala na anayo mamlaka ya kufanya hivyo, anafanya hivyo. Lakini hatujasahau habari za kina Barozi Humphrey Polepole na tutaendelea kuzisema kwa sababu hawajapatikana hadi leo. Mdude Nyangali, Deus Soka, Dionisi Kipanya na wengine wengi hawajulikani walipo hadi sasa. Tume ya Jaji Chande iliainisha ripoti ilionyesha kwamba katika kipindi cha miaka 3 kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 watu waliokuwa wamekamatwa na kushikiliwa watu waliokuwa wamepotea walikuwa ni 758 na kati yao 245 hawajulikani waliko hadi sasa. Na katika 245 sina mashaka kwamba majina hayo ya kina Humphrey Polepole yamo, kina Soka kama nilivyoyataja hapa, kina Dionisi Kipanya, wote akina Mdude Nyangali, wote wamo humo katika idadi ya watu 245. Kwa hiyo maana yake nini nasema haya katika hilo azimio namba 1 linalosema kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu aachiliwe ndani ya siku 30, lakini pia na wengine na hata wengine wanaharakati wengine wanaoshikiliwa na wenyewe waweze kuachiliwa huru. Kwamba hapa nchini kwetu azimio kama azimio limetoka kutoka kwenye Jumuiya ya Madola ni sahihi kabisa, lakini kuna mashaka makubwa sana kutekelezwa, kwa sababu kama unavyoona kama watu wanazidi kukamatwa mpaka sasa hivi ukiangalia hawa kama hawa akina Nkindikwa akina Nkindikwa wamekamatwa majuzi hapa kukiwa hata lile azimio la saa nyingine limekwisha kutolewa, na wengine wengi wanaoendelea kukamatwa mpaka sasa.